Moto hapa na tutaomba tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kwa mujibu wa Biblia, Paulo pamoja na Petro walikuwa wainjilisti wote, lakini kila mmoja alikuwa na wito wake. Paulo alikwenda kwa mataifa, lakini kuna mtu anaitwa Petro, ujenzi wa kanisa la ndani. Sasa injili yetu ya leo tujengane hapa, tutengeneze, tufanye vyombo bora kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Yesu akirudi, Yesu amekuja kuokoa wasiokoka, lakini kuna kazi walioko ndani ili wasipotee. Bwana Yesu asifiwe. Tuliopo ndani lazima tuendelee kutunza mafuta, tuendelee kubaki na Mungu, moto usizimike, ili Yesu anapokuja atukute na sisi tunakwenda naye mbinguni. Haleluya, haleluya. Fundi mitabu niongezee kidogo. Wakati tunajiandaa pia, ile neno nasema wazinzi wasitakapotutangulia wataokoka, sisi tuko hapa. Basi wanapookoka na sisi tuendelee kuwa vizuri ili tuende nao mbinguni wote. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Wagalatia sura ya 3. Wagalatia sura ya 3 kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Wagalatia sura ya 3 tunaanza na ule mstari wa kwanza mpaka wa 6. Biblia inasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaroga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlimpokea Roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika Roho mnataka kukamilisha sana katika mwili. Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure. Ikiwa ni bure kweli, basi yeye awapaye Roho na kufanya miujiza katika nchi afanya hayo kwa matendo ya sheria au kusikia kunakotokana na imani? Mstari wa 6, kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maandiko na habari hizi ni habari za mtumishi wa Mungu Paulo akiwaandikia Wagalatia. Paulo ameandika habari nyingi sana kwa vitabu karibia 13, ingawaje tutaweponia watu na discuss, je, Paulo ni Kefa au ni nani? Lakini ameandika nyaraka ambazo Paulo ameandika, alikuwa na ujumbe maalum kwa ajili ya watu wa aina hiyo. Pale kitabu cha Wagalatia, Paulo anaandika juu ya Wagalatia ili kuwakumbusha, ili kuwaonya, ili kuwauliza maswali. Je, imepatikana na mateso makubwa namna hii? Wagalatia, watu ambao Paulo aliwahubiria injili ya mwenyewe, watu ambao walishuhudia habari za Yesu. Baada ya kuwashuhudia habari za Yesu, Paulo akaendelea na mambo yake. Aliporudi tena kwa Wagalatia, anakuta Wagalatia wamebadilika. Wagalatia wana maswali, wamekuwa tofauti tena. Sio wale ambao Paulo aliwaacha, sio wale waliopokea neema ya wokovu, sio wale waliookoka. Tulipookoka mwanzo, tulipokea moto wa Bwana, tukaona kiu ya injili, tukaona tamaa ya mahubiri. Lakini Paulo anawaona Wagalatia, ile kiu imepotea ndani yao, hawana kiu tena, wamepunguza mwendo. Anawauliza swali. Nataka tujiulize hili swali wote leo. Paulo anawauliza Wagalatia, enyi Wagalatia msio na akili, enyi Wagalatia msio na akili. Alafu anaweka swali, ni nani aliyewaroga? Ni nani aliyewaroga? Hili ndio swali la msingi sana. Je, ni nani analoga kanisa? Ni nani analoga watumishi wa Mungu? Ni nani analoga upako ulionao? Ni nani analoga huduma ulionao? Ni nani analoga mwendo ulionao? Ulianza vyema lakini umeanza kuhangaika. Ulianza vyema lakini umeanza kupungua. Ni nani analoga hicho kipawa ndani yako? Ni nani anaondoa kiu ya wokovu ndani yako? Ni nani anakausha tamaa ya ibada ndani yako? Nini kinaondoa ile moyo wa ibada? Nataka tuamke tena kama tulivyoanza, basi tuendelee na mwendo kama tulivyopokea ile chapa ya wokovu, basi tusonge mbele. Usikubali kurudi nyuma, usikubali kuacha wokovu, usikubali kupungua. Songa mbele. Niulize ndani yako, hebu mtikise, mwambie nani anakuroga? Tikisa tena, mwambie nani anakuroga? Umeacha maombi, nani anakuroga? Umeacha mifungo
atakuuliza baba yako mchungaji hapa maswali, atakuuliza wewe ulipoanza ulikuwa unaimba vizuri, bwana anakuangalia umebaki na maisha matakatifu, umebaki na kusudi la Yesu, hujamwacha Yesu. Hilo ndio tiketi ya mbinguni. Usimwache Yesu Kristo. Pema Yesu. Nani aliona? Kwa nini tunapoteza ule mwelekeo wake? Nani ametuoga? Vijana wanaacha utakatifu kirahisi. Wapako wamekuwa kawaida, wamepakwa mafuta fulani, dhambi inasifiwa. Mtu anakwambia nimeanguka, anasifia dhambi, anaona ni ya kawaida. Dhambi inakupeleka jehanamu. Hakuna kusifia dhambi, hakuna kuipaka mafuta. Dhambi ni dhambi, uovu ni uovu, uasherati ni uasherati, uzinzi ni uzinzi, uchawi ni uchawi. Kataa dhambi, kataa dhambi. Anasema mlianza katika roho, wasema mlianza katika roho, mashemasi mlianza katika roho, kanisa liloanza katika roho, lililoanza litembee katika mwendo huu. Kama tulianza katika roho na tutembee katika roho, kama tulipokea Injili kwa imani na tushikilie imani yetu, tusonge nayo mbele, tusiache imani, tusiache Injili. Shikilia imani ulionayo, shikilia imani, shika imani ulionayo Yesu. Usiache imani kabisa, usipoteze imani, tunza utakatifu. Yesu anarudi upesi sana. Kwenye Mathayo sura ya 7 ukisoma na sura ya 6 anasema siwatui ninyi, anasikutii wewe, na Ufunuo anasikutii wewe. Watu wanamwambia Bwana, tulikuwepo kanisani ni kweli, wazazi waliokoka ni kweli, lakini kama hujalinda utakatifu, kama hujaitunza kwa Yesu, hujapewa utakatifu, ile mbingu utaiona kwa majirani, haitakuwa ya kwako. Bora utengeneze mapema, tengeneza maisha. Anakuuliza nani amewaloga? Mstari wa 2, mlianza katika roho, mlianza katika roho, nataka kukamilisha katika mwili. Mlianza katika roho, na mlianzia rohoni ni watu. Injili ilipohubiriwa mlipokea rohoni, mkawa na moto. Ile imani ya kuanzia rohoni inaenda wapi? Lakini mnakamilishwa katika mwili tena. Walikuta wakiwa Wayahudi chini ya imani ya Musa, walitembea chini ya Musa, lakini Yesu aliporudi, walipompokea Yesu, wakaondoka kuishi kwa kumtegemea Musa, wakaondoka kuishi kwa sheria, wakaanza kuishi kwa imani, wakaanza kutembea kwa imani. Unapompokea Yesu, unaachana sheria, unakaa chini ya imani, unatoka kwenye sheria, unakuja kwenye imani. Imani ndio iletayo wokovu. Ukimwamini Yesu Kristo, unapata wokovu, unapata ondoleo la dhambi, unasamehewa dhambi, unakuwa kiumbe kipya. Kaa na Yesu, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Usifanye mchezo. Kuna watu wamejificha kwa kanisani, lakini hawajamkiri Yesu kwa vinywa vyao. Kuna watu kunao hapa ukimkiri walimkiri Yesu. Hujawahi kumkiri Yesu kwa kinywa chako kwenye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu akikuja uende mbinguni. Hata kama wewe ni mzee, mtoto mzee wa kanisa, uende mbinguni. Hata kama ni mtoto wa mchungaji, uende mbinguni. Hata kama umezoea kanisa, lakini kinywa chako hakijawahi kumkiri Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, tiketi mojawapo ya kuingia mbinguni ni wale waliomkiri Yesu kwa vinywa vyao, wakamwamini Yesu aliyesulubiwa, aliyeteswa, aliyeangikwa msalabani, aliyepigwa. Wale wanaomwamini Yesu watakwenda mbinguni. Kama unamwamini Yesu, mbingu huna. Matendo mazuri ya wale wenzetu wale, matendo mazuri wavutiaga, thawabu hazipo kwenye wokovu. Huku wokovu, dhambi yetu nitaja mbinguni baadaye. Lakini ukiwa duniani, hakikisha una Yesu ndani yako. Hakikisha umeokoka. Hakikisha umekataa dhambi. Ikatae dhambi peupe. Tekisha mwenzako, mwambie ichukie dhambi, ikatae dhambi, ikemee dhambi, ikimbie dhambi.
Yesu anarudi. Ikatae dhambi, ikimbia dhambi. Yesu anarudi. Yesu anarudi kanisa. Yesu wacha. Anakuja Yesu. Anakuja hakimu. Anayehukumu walio hai na waliokufa. Anakuja Yesu. Usikose ile mbingu. Usikose ile mbingu. Wazee wangu utafurahi nikiwaona tukikutana mbinguni. Tusikose ile mbingu. Watu wanaimba tutaonana baadaye. Ndio Yesu tutaonana tena. Nikamwambia wewe tutaonana nani kama moja kwa vile Yesu hatutaonana. Hatutaonana. Hakuna rest in peace kama una Yesu. Kuna rest in safari kama una Yesu ndani yako. Hakuna rest in peace kama Yesu hayupo. Utarest ukisafa, utarest ukiteseka, utarest ukilia, utarest ukishanga mema. No rest in peace. If you don't have Jesus, there is rest in suffering. Hakuna kuonana. Anasema nikamwona kwenye kifua cha Ibrahimu. Yeye alikuwa wapi? Alikuwa jehanamu. Kuna makao mawili. Hatutaonana na waovu. Wana sehemu yao, tuna sehemu yetu. Ukitenda dhambi na sehemu yako, watakatifu wana sehemu yao. Ukimkataa Yesu na sehemu yako, waliokukubali wana sehemu yao. Kila mmoja ana makao ya kwake. Anawauliza Galatia, mlianza katika roho. Ninakutia moyo kanisa, uliamua kuanza katika roho. Tembea katika roho. Ulimbeba Yesu rohoni, tembea na Yesu. Usikubali dunia iwe mchawi wako. Usikubali tamaa iwe mchawi wako. Usikubali wanawake wawe wachawi wako. Usikubali wanaume wakuroge kuiona ile mbingu. Usikubali chochote kikuroge. Kataa uchawi, kataa uchawi. Kazi ya uchawi anaosema Paulo kwa Galatia, wachawi hao wanafia watu wasiende mbinguni. Wakati naombea mkutano, mwambia Mungu ni moja. Wachawi wote wanaofia watu wasiokoke, wawaachie watu. Wawaachie watu. Inua mikono yako juu. Inua tu mkono juu. Sema wachawi wanaokamata watu ili wasiokoke wapigwe kwa jina la Yesu. Wapigwe kwa jina la Yesu. Wapigwe kwa jina la Yesu. Tunatangaza heri wachawi wanaofia watu wasiokoke. Achia, 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 achia. Heri mapepo, heri majini, heri waganga wa Kilimanjaro, wamoshi, wakibo, wanaofia nene wokovu. Tuna watu wa Kilimanjaro. Leo ni mwisho, leo ni mwisho. Achia, achia, achia kwa Yesu. Umoja utawaka, tusijali. Tunataka watu warudi kwa Yesu. Mimi kikaga jioni mwambie Yesu, walevi wanaokoka saa ngapi? Mbona wanachelewa? Wazinzi wanaokoka saa ngapi? Mbona wanachelewa? Yesu ndio mshinzi, ametumia muda mzuri sana. Amekamata vijana wengi. Yesu anataka kufa huyu. Atakuwa ukoke ili amshuhudie Yesu alivyo. Atakuwa ukoke ili aseme jinsi alivyoishi, alivyogeuzwa. Waone huruma wazinzi, waje kwa Yesu. Hakutaki mtu apotee akiwa dhambini. Waje kwa Yesu. Kanisa la Bwana, tusipoteze neema. Kanisa la Bwana, usipoteze wokovu. Kanisa la Bwana, tunza utakatifu, beba utakatifu. Yesu anarudi. Kama uliokoka, okoka haraka. Kama uliokoka, okoka haraka. Okoka haraka. Okoka haraka. Okoka haraka. Okoka haraka. Maana Yesu anarudi. Hata ukomo, hata dhambi geuka. Hata dhambi geuka. Maisha ya siri unayajua, geuka. Hata maisha ya siri, hata dhambi geuka. Hata siri geuka. Umeficha mwanadamu, lakini Mungu anaona. Ni kweli wasiooni, wazazi
chochote. Inasema katika Mithali, maana njia za mwanadamu zi mbele ya macho ya Bwana, na maneno yake yote utafakari. Daudi anasema, Bwana, nifanye wapi makao yako, nikwepe uso wako. Amejaribu kuona akifanya duniani Yesu yupo, kuzimu Yesu anaona, mbinguni ndipo alipo yeye mwenyewe. Jamani, Yesu anatuita kwenye kile kiti cha enzi, anatamani ile siku tukaunganike pamoja, tukaketi pamoja, ile siku mbinguni, kanisa zima tukawepo, watoto kawepo, wazee wetu kawepo, wamama kawepo, familia zetu zikawepo. Ni furaha tupo kuwaona wazazi wako wameokoka, ni furaha tupo kuona ndugu zetu wameokoka. Inawezekana leo unaona huyu mwinjilisti vipi anahubiri injili ya wapi? Hapa ndani. Kama na ndugu yako hajaokoka, hebu leo lia kwa uchungu. Mwambie Yesu, nataka wazazi wangu kule Mbeya, wazazi wangu kule Kigoma, kule Mwanza waokoke. Waliokataa Yesu miaka mingi. Una mke wako pasua kichwa nyumbani, una mume wako pasua kichwa mlevi mzuri. Leo muombee kwa Bwana kwa uchungu, ili injili ya kuleta waliokufa wawe hai. Ndio kazi moja wapo ya injili. Bonge anasema gospel is made to make somebody to be alive again. Ni kufanya aliyekufa awe hai. Ndio injili. Waliokufa wawe hai. Wazazi wetu waliokufa wawe hai. Ndugu zetu waliokufa wawe hai. Wapendwa wetu waliokufa wawe hai. Wote waliokataa Yesu tunapohubiri leo wawe hai tena. Wapokee Yesu, wakubali Yesu, amini Yesu Kristo. Haleluya. Anasema kama mwandishi, sihubiri sana, mimi napenda tubaki hapa. Si chini ya ndani. Tutaomba. Hizi ni mission za kivita. Yaani hii njia leo ni mission ya kivita. Mission ya kivita ni kumrescue mtu aliyetumbukia kwenye shimo, ni kwenda kumtoa mtu kwenye matope, ni kwenda kumtoa mtu mateka. Hiyo kazi alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Hiyo kazi kwa Luka sura ya 10:19, kutafuta kama sengeuza, unafuta na kuokoa kilichopotea. Waliopotea kwa mtaji wa Yesu, waliodhamini mtaji wa Yesu, wanaotenda dhambi kwa mtaji wa Yesu. Yesu angekuwa hana kazi yoyote kama tungekuwa mpimo wote tumenyooka, tungekuwa safi. Yesu ana kazi, lakini kazi ya Yesu ni kumtoa mtu mmoja kwenye mavumbi, kwenye dhambi, kwenye gereza, kwenye utumwa, aje kwa Yesu. Injili hii ni kukuita kwa Yesu, ni kukurejesha kwa Yesu. Kama mwana mpotevu alikumbuka baba yake, watu wanakula kusasa, nikarudi kwa Baba, na ninalotangaza, kama umetoweka rudi, kama umepokea Yesu na kuondoka rudi, rudi tena kwa Baba, rudi tena kwa Yesu. Yesu anakuita, bado milango iko wazi, lango la mbinguni halijafungwa mpaka siku ile ya hukumu. Bado ninawaita watu, halijajaa bado ufalme wa Mungu, bado unapokea wageni. Hebu kuwa tayari kuingia, tuingie ile mbingu. Jumapili wamelifunza kwa nguvu zote, kwa namna yoyote, kwa bidii yoyote, upende ile mbingu, uingie ile mbingu. Mwambie mwenzako, naomba usikose ile mbingu. Hebu mwambie tena, naomba usikose ile mbingu. Wewe kama shambani, usikose ile mbingu ndugu. Mzee wa kanisa alipokuwa anafundisha na Yesu anasema, itakuwaini shaka mashoga na mtanao jana. Itakuwaini shaka mashoga ipo kule na kucheka wewe mwanangu. Nilipiga ushoga na nipo kuna halali yangu. Wewe je? Shoga na kucheka. Anakudharau, ulione nilifanya lokole duniani cheki. Tupo nalo huko. Angalia mwenye hili hapa, lokole hili hapa. Tunaitoa lokole hili hapa. Lokole vipi lokole? Ulifanya nini duniani? Unashindwa kujitetea. Maana huna sababu ya kwenda kule. Hebu neno zako huna sababu
sababu ya kwenda jehanamu. Mwambie huna sababu ya kwenda jehanamu. Ikatae, ikatae, ikatae. Usiku na mchana ikatae. Jehanamu sio yetu. Wameendelewa na dhambi. Anayokataa Yesu Kristo. Usiende jehanamu. Kuna aibu na ukapeka mapendo na kabisa. Kwepa hiyo aibu. Kwepa hiyo aibu. Kwepa hiyo aibu. Inakopeka. Kuna vingi sana vipoteze, lakini vingi kwenye dunia poteza chochote. Hao wachawi wote watu wachawi. Nini kimekuloga? Huyo mlozi ni mchawi. Kwepa wachawi wote, punguza wachawi wote. Huyo anakuloga usije ibada, punguza. Huyo anakuloga wachawi, punguza. Huyo anakuloga uipende dunia, punguza. Wachawi kazi yao ni kutuloga usiku na mchana. Wakija hapa na utaruka vidogo vyao. Ruka. Tunamwambia Nepawa atuongoze msichana alala. Nepawa umekaa kwenye moto. Kataa. Kwa basi na tuna dhambi. Daudi anasema, Mungu anasema, nimeweka agano na moyo wangu, na mwili wangu, na maisha yangu. Sitamtazama na mwanamke kwa kutamani. Nimeweka agano na macho. Sitamtazama. Wale vijana waliasibu moyoni mwao, walidhamiria moyoni mwao. Tunataka kanisa lililodhamiria, kanisa lililoasilia kuona Mungu, kanisa lenye madhamirio ya kweli, lenye nia ya kweli, lenye tunu ya kweli. Tuache wokovu wa kawaida, tuache wokovu wa mazoea, tuache wokovu wa kuigiza. Dhamiria toka ndani, dhamiria ndani ya moyo wako kwamba nitakwenda mbinguni, sitamwacha Yesu, sitamkana. Dhamiria ndani ya moyo, pigana vita zote. Dhamiria moyoni wako, dhamiria mpendo, dhamiria. Waliodhamiria wanacheza na dhambi, dhamiria moyoni. Kwanza weka dhamira, weka dhamira. Sitatazama, sitatenda dhambi, sitamkana Yesu, sitaenda kinyume na Yesu. Ikatae dhambi ya aina yoyote, hiyo ndogo hiyo kubwa. Katazo zote zile, hata kama ni uongo na kutesa, kataa peupe kabisa. Uongo na kuzuia mbingu. Kama unasamehe, kataa. Nenda kasamehe kuanzia leo. Usiposamehe utaikosa mbingu. Kama ni mbea uliyepitiliza, kataa. Umbea na kuzuia mbingu. Kama ni mzinzi wa siri, kataa. Kataa uzinzi ukamwone Mungu. Yusufu alituma basi ili amwone Yesu. Alikataa vyote ili amwone Yesu. Wanadamu walikataa kuabudu sanamu ili amwone Yesu. Tulimwona Paulo anasema, kwa sababu ya uzuri ulio ndani ya Yesu Kristo, nimeacha vitu vyote, nimehesabu mavya, nimehesabu hasara, kwa sababu ya vitu vyote vione hasara. Kwa nini? Mbingu ni nzuri wapendwa, imeandaliwa na Yesu, imeandaliwa vizuri. Pambana usiku na mchana, ukikataa dhambi mwone Yesu. Mwambie mwenzako, usimwache Yesu, usimwache Yesu. Wokovu wanasema Yesu imepatikana na mateso makubwa namna hii. Hii ni huzuni ambao, hii ni huzuni. Kuna watu wametoka mbali hapo na huyu Yesu, wamepigwa na kuteswa, watu wamekataliwa na wazazi wao, watu wamesema vibaya kwa huyu Yesu, alafu naikosha mbingu yote ya mateso ya sana. Anasema Yesu ambaye amesulubiwa, Yesu
Yesu. Wangapi hapa wameacha vitu vyao, wameacha familia zao, wazazi wao wamekataa. Mimi wazazi wangu sio Pentekoste kama mimi, lakini nikwambia mimi nimemchagua Yesu wa kweli, nimemchagua Yesu wa kweli. Hata leo nikirudi ninawaombea, naomba kwa ajili ya wakipata magonjwa na wanangu tuombee, ninawaombea magonjwa ya watoke, mateso yote haya, alafu nikaitosha Mungu. Haina faida, bora uache ukateseke na dhambi ili ujue umeenda sehemu unaotakiwa. Kuna mahali watu wanajua mimi ni wajana, wanajua. Yaani wanajua, alafu kuna mokora anajua mimi ni wa mbinguni. Alafu bado nataka kumshia sasa mbinguni. Yaani bora ujijue ni wa mbinguni na kweli wa mbinguni. Usijize kama ni wa mbinguni na bado jana bado unakutesa. Kataa kabisa. Kataa mateso bado mmeteseka. Wayahudi wale wa Galatia wameacha maisha ya Wayahudi. Wameacha zile tohara zao. Wameacha kuwa na sheria. Wameacha taratibu zote. Wanaenda kwa imani sasa. Wanatembea kwa imani. Wakina Yesu tena wapigwa vibaya. Wakina Petro na Paulo wamepeleka kwenye magereza. Wamepigwa mawe katikati ya watu. Kuna Wakristo hapa. Familia zima watukana. Mitaa watukana. Ndugu zao watukana. Kanisa na watukana. Kazi na watukana. Mlokole gani uolewe? Mlokole gani unaela? Mlokole gani maskini? Pendwa. Wacha wito wa majina. Ili siku moja ufike mbinguni. Kubali na kudharau. Kubali na tushe. Lakini ile mbingu usikose. Sikose mbingu. Sikose mbingu. Wanapoimba vijana, wacha vijana tuko ujana. Wewe wacha nikae kwa Yesu. Wacha yote yapite akupite. Bora ukoshe yote ya dunia. Yesu kwa nitafikia nini mtu alipata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake. Tafadhali nini? Mtu kupata ulimwengu wote, pata mazuri ya dunia, pata magari makubwa, pata utajiri, wewe kiongozi mkubwa, pata cheo. Alafu ile mbingu unaikosa. Cheo hakina faida mbinguni. Heshima hizo nazo zinaleta faida mbinguni. Baki na Yesu. Mpokee Yesu. Tembea na Yesu. Niko hapa kutangaza kitu moja na kutia moyo na kumshuhudia wewe unayepita na mateso, usimwache Yesu. Wewe unayedharauliwa, usimwache Yesu. Uliyetukana kwa sababu ya wokovu, usimwache Yesu. Unayetenda watu kwa sababu ya wokovu, usimwache Yesu. Usimwache Yesu. Ng'ang'ania wokovu, ng'ang'ania wokovu, ng'ang'ania. Tunahubiriana huko, ng'ang'ania wokovu. Ng'ang'ania wokovu. Ng'ang'ania wokovu. Ng'ang'ania mpendwa. Ng'ang'ania wewe ng'ang'ania. Yaani komana Yesu ya mtakatifu. Komana Yesu, mwambie zako komana Yesu. Mwambie komana Yesu. Mwambie tena kama ya kuelewa rafiki. Mpendwa, komana Yesu. Komana Yesu simwache. Komana Yesu simwache. Binti uliokoka komana Yesu. Na mama uliokoka komana Yesu. Hata kama mume hataki wokovu wako, wewe ng'ang'ana na Yesu. Dada ng'ang'ana na Yesu. Kijana ng'ang'ana na Yesu. Usiende na kuvuta. Tamana kuvuta. Ng'ang'ana na Yesu. Ng'ang'ana na Yesu. Ng'ang'ana na Yesu mpendwa. Hilo msingi kuliko yote. Tutahubiriana hapa sawa kama mkutano wa Injili. Itakuwa hivi sana uliotoka hapa na Yesu anaambia wokoka waje. Unapita mbele tu sawa kuokoka. Huko ndani afutaje wokoka. Itakuwa hivyo. Tunaangalia wapendwa wale kweli tupo nao. Kama unamwamini Yesu wokoka leo. Kama bado unadhani umkataa Yesu wokoka leo. Muda ni sasa. Muda ni sasa. Wokoka, watu wanabadilika. Watu wanasoma mtandaoni wiki iliyopita. Kuna mama mmoja alikuwa anajiusha, yule alikuwa anacheza zile picha za bongo. Waliosikia waliposhuhudia kama wana hizo tangazo. Yule dada alikuwa anacheza picha za bongo. Zile mnaita sex, amecheza huko X, ameingiza movie 100 za bongo. 100 za bongo. Alafu mchungaji wa Injili aligeukia Yesu. Dhambi ni mbaya. Wacha nikwambie, dhambi inatisha. Dhambi na hofu mbaya. Dhambi haitii. Dhambi ni mbaya. Inakupeleka jehanamu. Kataa dhambi. Ikimbie dhambi. Iache dhambi. Iache dhambi. Yesu kusia mbingu. Kataa.
amekaa kwenye uzinzi miaka hiyo, washirika wake wameshamwangalia akicheza ngoma, unaonaje? Washirika wake wamemshuhudia akicheza, wana video zake, wale washirika wa Mungu waliwahi kumuona mchungaji wao, leo yuko barabara na wahubiri, anawaambia kabisa ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Ukiwa ndani ya Kristo alitukuta wauni mimi shosho alikuwa naimba nyimbo za Bongo Flava hip hop. Naimba aliruka madirisha katika muziki wa Yesu. Yesu alinichagua hivyo hivyo nisije bwana nijesho mimi. Sifa siku nazo. Kuna dada mmoja yuko hapa kanisani anaondoka na Rauni na kwa ushuhuda wake. Rauni alikuwa mtu mfahamu, alikuwa mshizi mzuri sana. Alikuwa dada mmoja shuleni wale waliopinda. Yaani wadada waliopinda shule. Siku nukana na Rauni Rice anasema Yesu huyu dada anaokoka, huyu dada anabadilisha badilika, huyu dada anaokoka. Wewe uko hapa ndugu, usichelewe. Hata kama ni ugonjwa mbaya wa dunia usichelewe. Mwamini Yesu mapema. Wokovu bado upo. Yesu bado yupo. Anatuita mapema. Anataka tugeuke. Huyu sasa ndio shetani. Wao usafiri kwa shetani. Watu usafiri watu wa shetani. Huyu ni wa shetani. Ya huyu alivyo ni shetani. Kuna watu kiona wakina Michael Jackson wale ambao walikufa huko. Kuna watu wakina malinda wa ulimwengu kama binadamu, unaona mshimo wa miguu. Unamuonaje yule baba? Unaonaje kiwango hili? Wewe umeelewa wokovu. Wale wote ni kazi yetu tuliopewa na Yesu. Yaani ukimwona mlevi sema ndio kazi yako, Mungu wewe mlevi akaokoke. Yaani ukimwona mchawi ndio assignment tuliopewa na Mungu. Ukimwona aliyepinda kabisa kujenga wewe assignment yako Yesu. Huyu hiki chuma hiki kiokoke Yesu. Huyu mtu aokoke Yesu akiokoka na kupunguza. Hebu fikiri tu yule baba akamwambia Yesu, dunia itageuka kwa Yesu. Yule unayemwona anakrisa plana wa majinga ulimwengu wa kipepo akigeuka yule mtaji kwenye ufalme wa Mungu. Ni mtaji. Wewe piga magoti, hata kama unafunga 3 kazi. Mungu naomba damu na unaweza zote uokoke. Piga maombi 3 kazi. Ukiamka siku napiga mapapo ya kwao, napiga majini ya kwao, napiga uchawi nao. Mungu naomba yule baba aokoke. Piga kwenye maombi sasa tunaanza kama neno la Injili. Vipi taratibu. Kuna chuma kimekaa, kinamtoa mtu mwenye nguvu za giza, kinamtoa mtu msialano, kinamwambia neno wokovu. Hebu tuombe hiyo neema, watu watolewe huko kwenye mashimo, kwenye mapango, waliokatwa tamaa, waliokuwa kwenye dhambi. Yesu aokoe. Yesu anaokoa bado. Yesu anaokoa bado. Yesu anawakatia tamaa. Kama mama yakata tamaa sisi, anakatia tamaa yote. Mungu mpaka ukoke. Yesu bado anaokoa. Wewe ndio wakati nilionao mimi. Yesu bado anaokoa. Hajawakatia tamaa wanadamu. Sisi tutawakatia tamaa kwenye uovu wao. Lakini sio Mungu tena. Mungu yeye anaona hawa ni mtaji, wanaokoka nini hao? Lini watakuja kwao? Haleluya. Mungu simama hivi. Kama mmoja ambaye mbele Yesu anakuja Bwana. Kama wao kimbia mbele haraka. Kama kitu kutengeneza na Yesu. Naomba milango ifungwe. Kama kuna mtu ana kitu ya kutengeneza na Yesu. Tutaomba ili ni maombi yako mwenyewe. Sitakubembeleza. Ile tengenezo chote hapa. Uokoka kimbia mbele. Tusikubembeleze sana. Yesu akirudi jioni unateswa na dhambi.
unateswa na dhambi na upo kanisani, kimbia hapa mbele. Inua mikono yenu juu, inua tuna mikono juu, kanisa zima. Kama uko tayari, unaona dhambi na kutesa, dhambi na kutesa, na umejificha, hawajui wazazi ni yoyote, njoo hapa mbele. Atakuuliza umetenda dhambi gani. Kimbia, kimbia, usichelewe. Anakuita Yesu, usichelewe kwa Yesu. Hii ni injili ya nyakati za mwisho. Yesu anataka kanisa safi, anataka kanisa lenye mawaa, kanisa lilobeba dhambi. Hataki hilo kanisa, hataki waimbaji wenye dhambi, hataki waimbaji wazinzi, hataki vijana wazinzi, anataka walio safi, walio safi. Kama uko tayari sogea, sisi tunamaliza, tunaingia jina nyingine. Kama uko tayari njoo tukuombea hapa, tunamaliza. Mchungaji uko hapa atakuongoza sala ya toba na kuombea neema ya kusimama. Kama uko tayari kimbia mbele haraka, tunakubembeleza kwa upole na upendo, na upendo. Bado unateswa na dhambi, dhambi na kutesa, njoo. Usiogope, usiogope, njoo, njoo, njoo tu kwa Yesu. Injili ni kwa ajili yako. Mchungaji ametupa nafasi ya kutengeneza hapa ndani. Njoo, usiogope, njoo, usiogope, njoo. Kuna mtu mmoja leo anageuka kabisa. Hujawahi mkiri Yesu kwa kinywa chako, hujawahi mkubali Yesu kwa kinywa chako, njoo, kimbia. Asante mnaokuja. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Wokovu ni kwa ajili yetu sisi sote. Anasemana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Iko mahali hapa hiyo neema. Njoo, kimbia tena, bado nakusubiri wewe, bado nakungojea. Hujawahi kumkiri Yesu, najua moyoni mwako hujawahi kumkiri Yesu. Usiogope, njoo. Kuna watu na wokovu, wazazi wenu, baba yako ameokoka, hujawahi kupiga magoti, hujawahi ongozwa sala ya toba na siku moja. Kimbia madhabahu, kimbia madhabahu, njoo haraka, njoo haraka ukiri Yesu kwa chako mwenyewe. Kama uko tayari, kama uko tayari. Asante Yesu. Mchungaji ataomba kwa ajili ya watu waliokubali, alafu tutaomba maombi ya pamoja wote. Karibu mchungaji. Ukiwa na mikono yako tu umenyosha, tuzidi kuomba kwa ndugu zetu. Naomba usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ndio. Neno hili ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ndio Bwana. Tuna neema ndani ya kanisa la Kibo. Kabla hatujatoka nje kuwahubiri wengine, ndio, hebu jinyoshe kidole we mwenyewe. Na wengi tumesema dhambi ni uzinzi, lakini angalia hata maisha yako unayeishi na familia yako. Unaishije kwenye ndoa yako? Wenda sio mwaminifu, wenda unagombana na mume wako, na wengine wamekaa wamejitenga, hata vyumba wamegawana na mume. Lakini kanisani mtakatifu, mbinguni hatuendi. Ndio maana mimi natamani hata nipate nafasi hii, natamani nipate nafasi kama hii. Maana usijihesabie haki ndugu yangu, mwenye haki zetu ni Mungu pekee. Hawa waliopita mbele, heri ujitambue mwenyewe, ulie, ujutie, na Mungu anajua hii toba ya kweli. Sasa nitaomba kwa ajili ya ndugu zangu. Funika macho, na kama upo unayesikia kushitakiwa ndani, unayesikia kuhukumiwa ndani, njoo hapa mbele, bado Yesu anakuhitaji. Tukiwa tumefunika macho, funika macho kwa uaminifu. Kama unasikia hukumu ndani ya moyo wako, mbona umekuwa mwizi wa zaka tangu hata mwaka huu umeanza hujawahi kutoa? Je, hiyo kwako si dhambi? Mbona umekuwa msengenyaji, unazulia watu na wasema hata watumishi wa Mungu, hata kama uabudu hapa? Lakini je, mbona unamsema hata mchungaji wako? Na kama uko hapa, je, unakumbuka hata muazini mkuu alisema unapomsengenya mtumishi wa Mungu, wewe uliyesikia, hata kama hujachangia kujibu, umetenda dhambi najisi, na wewe unahesabiwa kama ile Miriam. Sasa angalia ndugu yangu, hili neno halijaja bure, na nimependa tuhubiriwe injili kama hii. Tumezoea kufundishwa injili kama hii, ihukumu mioyo yetu, ichome mioyo yetu. Njia zako Mungu ameziona. Unakuja kanisani mtakatifu, mtaani hawajui kama umeokoka. Umevaa visuruali mwanamke,
uliokoka. Watu wanasema hata yule mlokole umemchafua Yesu. Je, hiyo sio hukumu? Hebu tubu. Nafasi hii ni yangu, ni yako. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Nafasi hii inanihitaji mimi na kuhitaji wewe. Maana ya kufanya moyo kuwa mgumu ni kulikataa neno la Mungu linapokuja. Unalikataa, hutaki kulitubia, hutaki. Yesu akikukagua leo, akikupima kwenye kilo, je, una uzito wa kilo zile za kwanza? Una uzito ule? Kwa kuwa Mungu si mwanadamu tumuone anachapa watu. Kama upo bado, nafasi ipo. Mungu anakuona, jicho la Bwana linatutazama, linakuona jicho la Bwana, linaniona jicho la Bwana. Ni wakati mzuri, ni wakati mzuri wa kutengeneza na Mungu, ili siku ile ya kuhubiri uwanjani, Bwana akuone wewe si mwenye dhambi, akuone una haki ya kuwaleta wengine kwa Yesu. Tusije tukawaleta wengine tukaonyesha njia, wewe ukawa kibao cha ishara, kama kile kibao pale barabarani kinaonyesha EAGT Kibo Majengo, hiyo hapo hakijawahi kuingia kuabudu. Kwa hiyo ndugu yangu, naomba neno hili liseme na wewe. Nani aliyekuloga? Mwanzoni ulikuwa mwaminifu, unawahi ibada, maombi hukosekani. Sasa hivi kanisani huji tena, una amani tu. Wiki mbili, wiki unakaa unavyotaka nyumbani, huduma umeacha, lakini una amani tu. Zamani ulihukumiwa, siku moja tu umekosa kanisani umehukumiwa, lakini sasa hivi ni kawaida. Tena hata unapobembelezwa mchungaji, hata anakuambia njoo kafanya hivi, unakataa. Unafikiri ni mchungaji anasema, kumbe ni Mungu unamkatalia. Je, hiyo huoni kwamba umepungukiwa? Watu wanaona tu dhambi ni uzinzi, dhambi ni ulevi, dhambi ni matukano, ni uchawi, lakini hata hiyo kiburi nacho ni dhambi. Hujamfanyia mwanadamu, umemfanyia Mungu. Jihukumu mwenyewe. Hakimu wa kweli ni dhamiri iliyo ndani yako, ndani yangu. Dhamiri yako, dhamiri yangu ikuhukumu. Huyo ndio shahidi, ushuhuda wa maisha yako. Inua mikono yako juu, wewe uliyepita hapa mbele. Itubie hiyo dhambi, itubie, iungame, ulie mwenyewe, ijutie. Yesu akirudi huendi mbinguni, lakini una neema kwa kuwa umelitii neno la Mungu. Hiyo ndio toba ya kweli. Sema pamoja na mimi. Naona rekodi wakati huu, acha kurekodi.